Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao tumetoka kushuhudia siku ya leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo jijini Dar es Salaam ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club kutokea jijini Dar es Salaam dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo kutokea mkoani Lindi, ambapo klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Young Africans ama timu ya wananchi wameweza kupata mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo, like video yetu, alafu sasa tuende kwenye comment section katuambie wewe ni mshabiki unayeshabikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club ukiwa maeneo gani. Sasa fahamu, katika kipindi cha kwanza Yanga Sports Club walikuwa aggressive sana. Tunashuhudia katika kipindi cha kwanza Yanga waliweza kusukuma mabao mawili, ambapo bao la kwanza la Yanga Sports Club limepatikana katika dakika ya 27 kutokana na setup nzuri ambayo iliweza kufanywa na Max Zegelimpia. Basi Stefan Aziki akaweza kuiandikia klabu ya soka Yanga Sports Club bao la kuongoza. Tunashuhudia katika dakika ya 31 kupitia kwa mchezaji anaofahamika kwa jina la mwana mfalme Prince Dube akipokea pasi safi iliyopigwa na mchezaji anaofahamika kwa jina la Kibwana Shomari, akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la pili. Mpaka half time klabu ya soka ya Yanga Sports Club walikuwa kifua mbele wakiongoza kwa mabao 2-0. Katika kipindi cha pili Young Africans wakarejea na moto ule ule kwa sababu waliweza kutengeneza mashambulizi kadhaa katika lango la klabu ya soka ya Namungo. Tutashuhudia kabla ya mpira kumalizika dakika ya 74 kupitia kwa Max Zegelimpia kutokana na cross safi ambayo iliweza kuchongwa na Israel Patrick Mwenda ambaye alianzia benchi. Basi kwa upande mwingine mchezaji Max Zegelimpia akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la 3, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi klabu ya soka Yanga wameweza kufanikiwa kuondoka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo. Mpaka sasa kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC, klabu ya soka ya Yanga wapo katika nafasi ya kwanza, yani kileleni, wakiwa wamecheza michezo 27 wameshinda michezo 24, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao 71 na wao kuruhusu mabao 10. Kiufupi goal difference ni mabao 61 wakiwa na alama 73 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini katika nafasi ya pili yuko mnyama Simba Sports Club, ambapo Simba yamecheza idadi chache ya michezo akicheza michezo 26. Katika michezo 26 Simba Sports Club wamefunga michezo 22, sare michezo 3 na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 62 na wao kuruhusu mabao 11, goal difference ni mabao 51 wakiwa wana alama 69 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunaona mpaka sasa klabu ya soka ya Yanga Sports Club wamecheza michezo 27, Simba wakicheza michezo 26. Tuambie neno la comment kwa upande wako wewe. Je, ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kubeba ubingwa? Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Namungo kumalizika na klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-0 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba wa zamani na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ndugu Haji Sunday Manara ameweza kutuma kijembe kizito kwa wekundu wa Msimbazi. Manara anasemaje? Anasema hivi: alhamdulillah, hapa akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo Yanga wameweza kuyapata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo. Akambatisha na ujumbe unaosema hivi: asanteni wachezaji wetu na benchi la ufundi, pointi 3 muhimu. Hapa akimaanisha kwamba anawashukuru wachezaji kwa moyo wa kuweza kupambania klabu ya soka Yanga Sports Club. Kwa hivyo Manara anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki ambacho Young Africans wameweza kuipata siku ya leo katika mchezo wa ligi kuu ya NBC, mechi ya mzunguko wa 28 ligi kuu ya NBC. Nini maoni, mtazamo kwa kile ambacho amekisema Manara? Una nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare nasi maoni yako.